Msungu Jimsungu. Mimi ni balozi shina namba 3 Itumbi Kati. Hii taarifa tuliipata mnamo saa 5 kwenda saa 6 kwamba kuna mtu raia mwema alipiga simu kwenda ofisini kwamba jamani, kwenye shamba la Mninga kuna mtu anafyekwa kule, hebu nendeni mkaone. Ilibidi viongozi wa serikali pale waje huku kuja kumcheki, kumbe ni yeye mwenyewe bwana Mninga. Na Mninga ninavyomuelewa hana ukorofi wa mtu yoyote, ni mtu mcheshi, ni kiongozi wa chama akiwa mwenyekiti. Tulishangazwa na hili jambo kutokea kwa jana hiyo. Hii ni mara ya kwanza kwa kuona mtu amevamiwa asubuhi tu. Lakini hatuelewi ni kitu gani kilichomleta kumuita kuja kutoka nyumbani mpaka hapa. Hatuelewi mpaka sasa hivi. Ni ugomvi huyo bwana alikuwa hana. Yeye ni mcheshi na watu hasa. Alikuwa ni mcheshi hasa. Kila akikuta hata wakute watu wakoje. Yeye lika zote alikuwa anacheka nao tu. Naitwa Nisa Njigula, ni mkaaji wa Makatang'ombe, vile ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kwa majina yangu naitwa Pendo Elias Mbenya, ni mwenyekiti wa UWT kata ya Matundasi. Kwa masikitiko makubwa tumepokea taarifa hii mbaya kwa kutuumiza, kwa sababu ni kiongozi mwenzetu ndani ya Chama cha Mapinduzi. Ni mwenyekiti aliyekuwa mahiri kwa kweli kwa tawi la Itumbi. Alikuwa ni nguzo, alikuwa ni ngome, alikuwa ni mmoja, alikuwa ni mpenda maendeleo, lakini ni mpenda chama. Kwa kweli tukiwa pamoja tumeshirikiana naye kwa mambo mengi, hasa kwenye gurudumu la kutafuta ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Ni kiongozi, ni mwenyekiti ambaye yuko mbele, alisapoti hasa wanawake na ushindi mkubwa huo unapatikana kwa wanawake. Mimi mwenyekiti nilipomsogelea na kumlilia kupitia wanawake na waongoza mimi, Pendo Mbenya alihusika moja kwa moja. Kwa kweli aligusa kila sehemu. Kwa msiba huu umetugusa sana sisi wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Hili kwa kweli hata sisi wenyewe Makatang'ombe ni jambo la kusikitika. Mimi Makatang'ombe nafikiri ingaje nimeacha wenzangu kule wanajichangisha, kwa sababu huyu mwanachama wenzetu kwamba lambilambe ili tulete, ili mimi nimeona kwamba ni wahi nije hapa. Kwa kweli hata mimi mwenyewe nachangia kwenye ulinzi wa humu. Kwanza watu wamezagaa, yaani humu kama kweli serikali ipo, hata kama wanasemaga field force, kama ni kufika field force humu, ilitakiwa tuje tupigwe kwanza. Yaani Itumbi hapa ni jambo kwa kweli la kusikitisha kila wakati. Matukio mengi serikali ingaji kama yani mimi nilikuwa naiomba serikali tuwe na umoja wakati mmoja wa kutafuta, kama mjumbe aliyomaliza kusema kwamba bora tuwe kila balozi tujue kuna watu wangapi humu. Kuna watu wamekaa wengine mapodini humu wamekuja kuchimba, lakini mpaka mambo ya ubakaji wakati mwingine yanatokea humu podini humu. Mtu akitoka kidogo chebuka kidogo njia tayari utasikia. Jina naitwa Furaha Musa Mwamlima, ni mkazi wa hapa Itumbi. Kwa hili jambo lililojitokeza linanishangaza sana kwa mimi binafsi, kwa sababu haya matukio yamekuwa endelevu katika huu mji. Sijajua yenyewe serikali inafikiria nini, kwa sababu kwa mji kama huu mimi ninavyofikiria inabidi kuwe huduma zile, kwa mfano kama kituo cha polisi, usalama ukiwepo kama polisi, mazingira kama haya inaweza ikasaidia kwa wananchi, kwa sababu sasa hivi mtu anaweza kafanyiwa jambo mpaka yani ije ifike mwafaka wa kusaidiwa lile jambo, yani simu ziende Makongorosi au Chunya mjini, kwa lile swala linakuwa mtu amesha kama kufa ameshakufa, au kama kuna yani. Mimi ninachoomba sana katika upande wa serikali waweze kuwekeza hapa nguvu, kuweka kituo cha polisi kianze kufanya kazi hapa. Vijana tupo wengi, tunahitaji kutafuta hapa, kazi zipo, wengine tumejenga hapa. Unaona, leo hii tunavyoona matukio kama haya, jambo kama hili, sidhani kama mimi nitapata moyo wa kuishi mazingira kama
inakuwa ni ngumu sana, sababu matukio yamekuwa ni mengi, na ukiangalia hiki kijiji tayari kimeshakuwa, uwezo ukaweka ofisi ya kijiji hapa. Kwa mimi ninachoomba kwenye upande wa serikali, naomba kituo kianze kufanya kazi. Baadhi ya mambo hata kama hataisha, lakini yanaweza akapungua kwa asilimia kubwa sana. Kwa jina naitwa Ed Kasim Pesa Mbili. Ndio ilikuwa mida ya saa 2 nilikuwa natoka nyumbani naenda kazini. Kwa hiyo nilimuita mimi, alikuwa yuko kazini kwake pale. Nikamuita mzee, mimi nataka unitengenezee mlango. Akaniambia lete hela. Nikamwambia sawa. Nikawa nimeenda kazini, na kutoka kazini nikakupishana naye tena, anatoka hapa anapandisha kwenda kwake. Akaniambia lete hela nikutengenezee mlango. Kujisechi mfukoni nilikuwa na 30,000. Akaniambia hiyo ndogo, nenda kaongeze hela. Kwa hiyo ndo muda huo tulivyoachana. Na navorudi tena, kwa sababu nilikuwa narudi tena polini, kulikuwa kuna madini hapo, alikuwa ametuita kwa mfunga maduala yetu hapo. Kwa hiyo navorudi tena mara ya pili unapata taarifa kwamba huyu mzee amevamiwa. Naitwa Omari Richard Sambala. Tusimulie tukio hili. Ni huyu aliyepatwa na tukio ni mdogo wangu wa kunifuata kabisa. Huyu bwana mdogo, mimi ilikuwa majira ya saa 3 ya asubuhi jana. Nilipigiwa simu na bwana mdogo Simba Kalashani kwangu pale kwamba kuna kijana mmoja amekuja kutafuta sehemu ya kuweka mwalo wa kalasha. Hivyo anataka aonyeshwe sehemu ya kuweka mwalo wa kalasha. Ndio bwana, mimi niko mbali, kwa hiyo nenda muone bwana mdogo Mninga pale ili aweze kukupeleka mahala hapo. Kwa hiyo mida ya saa 4 saa 3 hiyo ndio akaenda kuonyeshana pale. Yeye kijana kaonyeshwa sehemu ya mwalo ule kalasha, akawa amelizika akaondoka. Na mimi nikaenda na nyakati zangu. Sasa nimekaa mida ya saa 6 mchana, ndio napigiwa simu, bwana mdogo wako huku umesikia nini? Nikamwambia sijasikia kitu. Bwana mdogo wako huku tumemkuta shambani ameanguka. Nini? Amepigwa na mapanga. Hivi ndio mpeleka Chunya hospitali. Jamani, mbona nilikuwa naye nilikuwa nafanya naye shughuli muda sio mrefu hapa, wasema ndio hivyo. Basi pelekeni. Wamefika hospitali. Kidogo anambia bwana amekata roho. Kama kumbe cha kufanya mwekeni mochwali, taratibu zifanyike. Na mimi niende kuwapa taarifa ndugu na jamaa. Kwa jana hiyo taarifa huku na kule, ndugu na jamaa tukao tumeshawapa, na mimi nimejipanga asubuhi nimeondoka nikawa nafika hapa. Kwa hata Chunya bado sijaenda. Sasa kauli ya familia imeonekana huyu bwana tumsafirishe tukamzike nyumbani Iringa. Wapi? Iringa, Mafinga. Mzee wetu aliyebaki ndo anaamuru hivyo. Kwa hivi wamekwenda kubeba mwili Chunya pale sasa hivi. Wadogo, baadhi ya wadogo zangu mimi, ili tuje tuwage mwili hapa tayari kwa kuondoka kwenda mazishi Iringa Mafinga.